Muujiza wako unaanza na ukiri wako. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya akafanyike msaada kwako, akafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Muujiza wako unaanza na ukiri wako. Kuna watu wengi ambao hawajui nguvu iliyopo katika ukiri. Kuna watu wengi ambao hawajui nguvu iliyopo kwenye maneno yanayotoka kwenye kinywa chake. Na Mungu aliweka wazi kutuonyesha nguvu iliyopo kwenye vinywa vyetu. Tangu tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema kwamba dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, na Mungu akaanza kutamka anachotaka kiwe. Anachotaka kiwe. Akasema iwe hivi ikawa, iwe hivi ikawa. Kwa hiyo inatufundisha ya kwamba kuna nguvu iliyopo katika maneno yanayotoka kwenye kinywa chetu, kwenye vinywa vyetu. Kuna nguvu ya uumbaji ambayo inatoka kwenye vinywa vyetu. Muujiza wako kwenye kila eneo la maisha yako unaanza na ukiri wako. Unaanza na ukiri wako. Kama ukikaa kimya, hakuna chochote kitakachoweza kutokea. Na ndio maana hata kuokoka kwako ulikiri. Maandiko yanasema kwamba kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa wakati mwingine tunajisahau. Kwa sababu kama muujiza, kumbuka kwamba hakuna muujiza mkubwa zaidi ya wokovu. Muujiza mkubwa kuliko miujiza yote ni wokovu. Tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi 10 kuanzia 9 mpaka kuanzia 9. Maandiko yanasema kwamba kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa muujiza mkubwa tunaupata kwa wokovu. Kwa kama muujiza mkubwa tunaupata wokovu kwa ukiri, vivyo hivyo miujiza mingine tunaweza tukaipata kwa kukiri. Mbingu inasubiri utamke. Mbingu inasubiri utamke. Tunaposoma kwenye Mithali 18:21, maandiko yanasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Aina ya matunda unayokula itategemea unakiri nini, itategemea unatamka nini. Sasa mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kuna watu ambao hawako makini na maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao. Kuna watu wanatamka chochote hata bila kufikiri. Hata bila kufikiri. Kuna watu mauti ndio inayotoka kwenye vinywa vyao. Hawajui kwamba maneno wanayotamka kwa vinywa vyao yamebeba nguvu isiyo ya kawaida. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Huwa katika uwezo wa ulimi. Na ndio maana Zaburi anasema kwamba Bwana, weka mngojezi, weka mlinzi kwenye kinywa changu. Weka mngojezi kwenye midomo yangu. Anajua kwamba kuna athari ya maneno yanayotoka kwenye vinywa vyetu. Athari inaweza kuwa chanya au athari inaweza kuwa hasi. Inategemea ni kitu gani ambacho kinatoka kwenye kinywa chako. Muujiza wako unaanza kwa kukiri. Huwezi kuinuka zaidi ya ukiri wako. Huwezi kuinuka zaidi ya ukiri wako. Ukiri wako ndio utakaoamua uinuke kwa kiwango gani. Ukiri wako ndio utakaoamua ufanikiwe kwa kiasi gani. Lakini pia ni vema kujua kwamba sio kwamba unaishia tu kukiri na ufanyi maeneo mengine ambayo unatakiwa kufanya. Muujiza wako unaanza kwa ukiri. Huwezi kuinuka zaidi ya ukiri wako. Huwezi kuinuka zaidi ya ukiri wako. Fanya kwa kadri uwezavyo. Fanya kwa kadri uwezapo kwenye shughuli zako. Fanya kwa kadri ya uwezo wako. Lakini pia uwe na ukiri chanya. Uwe na ukiri chanya. Tunapozungumzia kwamba muujiza wako unaanza na ukiri, haimaanishi kwamba ukae tu unatamka tu. Kama ni kazi fanya na itamkie vema hiyo kazi unayofanya. Tamka kwamba kazi ya mikono yangu imebarikiwa. Tamka kwamba kazi ya mikono yangu imebarikiwa. Libariki hilo shamba kwamba ardhi hii imebarikiwa na itatoa mazao kwa wingi. Anza kuitamkia.
na huku unafanya yale ambayo yako ndani ya uwezo wako. Kama shamba linahitaji mbolea, weka mbolea, panda kisasa, fanya yale ambayo yako ndani ya uwezo wako, huku unatamkia mema hiyo ardhi, unatamkia mema hiyo kazi ya mikono yako. Tamka kile ambacho Mungu amesema. Kama Mungu amesema tabariki kazi ya mikono yako, tamka kwamba kazi ya mikono yangu imebarikiwa. Kama Mungu amesema kwamba kila litendalo litafanikiwa, sema kila ninalotenda linafanikiwa. Kama neno linasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona, kiri kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Haijalishi unajisikia nini, muujiza wako wa uponyaji unaanza kwa ukiri, muujiza wako wa pesa unaanza kwa ukiri. Kama maandiko yamesema kwamba Bwana ndiyo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, kiri ya kwamba Bwana ndiyo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huwezi kuinuka zaidi ya ukiri wako. Watu wamejiloga kwa midomo yao wenyewe, wameloga biashara zao kwa maneno yao wenyewe, wameloga watoto wao kwa midomo yao wenyewe, wameloga kazi za mikono yao kwa midomo yao wenyewe, kwa midomo yao wenyewe. Mdomo wako sio kwa ajili ya kula, ni kwa ajili ya kuumba vitu, kuumba vitu. Kama Mungu alifanya kazi ya uumbaji kwa muda wa siku 6, maandiko yanasema kwamba Mungu akaimaliza kazi yake kwa muda wa siku 6. Kazi gani ambayo Mungu alikuwa anafanya? Alikuwa anatamka anachotaka kukiona. Hakutamka kila anachokiona. Dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, akasema iwe hivi, iwe nuru, ikawa, iwe hivi, ikawa. Na sisi ni watoto wake. Asili ya Mungu iko ndani yako. Unachotamka kwa imani kinakuwa. Maneno ya midomo yetu yamebeba nguvu, na ndio maana shetani akitaka kufanya uharibifu kwenye maisha yako atakushawishi wewe mwenyewe ujiloge mwenyewe, atakushawishi wewe mwenyewe utamke neno ambalo hutakiwi kutamka, alafu yeye atalitumia hilo kinyume chako, atatumia hilo kinyume chako. Maneno ndio yanayotawala hatima za maisha yetu. Watu wengi wameharibu maisha yao kwa midomo yao wenyewe. Watu wengi wameharibu future ya watoto wao kwa midomo yao wenyewe. Watu wengi wameharibu biashara zao kwa midomo yao wenyewe. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Tunaposoma kwenye Wakorinto wa pili 4:13 anasema kwamba kwa sababu tunayo ile roho ya imani, kwa sababu hiyo tunaamini, kwa sababu hiyo tunakiri. Sasa tunayo roho ile ya imani. Anasema lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Nasi pia tunaamini, na kwa sababu hiyo tunanena. Kwa lolote unaloliamini lazima ulikiri, lazima ulinene. Halitaweza kudhihirika katika ulimwengu wa nyama kama wewe hukiri. Muujiza wako na uhitaji, muujiza wa uponyaji, muujiza wa pesa unaanza kwa ukiri wako. Chochote unachomwamini Mungu, tamka. Kama usipotamka kitaweza kudhihirika. Mungu akubariki sana. Kuanzia sasa anza kukiri muujiza unaotaka utokee, unaotaka kudhihirika. Kama ni muujiza wa pesa, kama ni muujiza wa afya, anza kutamka kwa kinywa chako. Kuna nguvu isiyo kawaida ambayo iko kwenye mdomo wako, iko kwenye kinywa chako. Ukiri wako ndio unaoamua nini kitokee. Muujiza wako unaanza na kukiri. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe, share, lakini pia unaweza kutoa comment, unaweza kulike. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, na Roho Mtakatifu akuwezeshe kukiri maneno ambayo kukiri neno la Mungu na sio kukiri kile unachokiona, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu aweke mlinzi kwenye kinywa chako, Mungu aweke mngojezi kwenye mdomo wako. Neno lolote lililo ovu lisitoke kwenye kinywa chako. Bwana na kiponye kinywa chako, Bwana na kitakase kinywa chako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.